Familia hiyo wanasema moto huo umekuwa ukitokea ghafla na kuteketeza vitu, na unapodhibitiwa na jeshi la zimamoto unaibuka kesho yake na kuteketeza nyumba kila mara. Na hapa wanaliomba jeshi la zimamoto na uokoaji lifanya uchunguzi kujua chanzo cha moto huo. Bado tunawaza hapo moto ukatokea hapo kwenye sofa hapo. Tulikuwa tumezibebanisha hapo. Ukaanza kuwaka hapo ukutani. Kuwaka hivyo ndio wakakimbia wakaanza kuzimisha, ukawa umezima hata dakika 5 hazijaisha. Mtoto wa jirani huyo akaja anakimbia, jamani mama kwetu moto. Ikabidi sasa tena tukimbie wote kwenda kushuhudia ile tukio. Ndio wakaanza kuwa na zima huko hivyo. Baada hapo mimi nikawa nimerudi nyumbani kidogo nije nichungulie hali ya nyumbani. Narudi kuchungulia hali ya nyumbani nakuta mle moto unawaka kwenye hicho chumba. Ikabidi tena nichukue maji nianze kufanyaje? Kuzima, maana ulikuwa sio mkali sana, ulikuwa ni wa wastani tu. Nikaanza kuzima. Nimemaliza kuzima hapa, muda si muda ndio akawa amepigia zimamoto ikawa imefika. Kwa kweli hili swala ndio uhalisia uliopo huo. Unaonitesa na umeathiri vitu vingi sana, yani ukiangalia kila kitu kimeungua, ukiangalia hata nilikuwa nimepaki vyombo hivyo, shuka ndio hivyo, yani chochote hata useme uweke hapo unaweza kashangaa hata hapo moto unawaka, ukasema uweke hapo ukashangaa hata hapo moto unawaka, yani ni kila sehemu. Sasa ulalaji wenyewe ndio hivyo tena, tunalala hapa chini, tunalala nje hapa tumesubiriana hivyo, nabaki ni kufunikia watoto. Hivyo ndio hali iliyopo hiyo. Balozi wa eneo hilo pamoja na majirani wanasema moto huo wa maajabu umeteketeza nyumba zingine katika eneo hilo kwa mtindo huo, hali inayotishia usalama wa wananchi wanaoishi katika mtaa huo. Nashangaa kweli hata mimi kama balozi wa eneo hili. Na mimi wito wangu tu niombe jeshi la zimamoto liwe karibu na wananchi wangu hawa Nyantotolei. Hasa hususa mazingira kama haya lifike kwa wakati, sengine lizungumze na waandishi na wananchi wangu, shida ni nini, chanzo ni nini, sababu ni nini. Wao ndio wenye taaluma hiyo. Nafikiri wao watakuwa na sababu za kubaini. Kwa mimi kama balozi wa eneo naomba tu zimamoto wafike kwa wakati, na ikipendeza wapanga hata siku waje waongee na wananchi wangu wa eneo hili. Hili swala hata mimi mwenyewe nimelishangaa, ni swala ajabu sana, halijawahi kutokea katika mtaa. Tulikuwa kazini kwangu hapo, nafanyia kazi maeneo ya Moroko hapo, ukaona watu wanakimbia kuzingana, alivyosikia gari ya zimamoto kwenda mimi kukimbia kuja kufika, ndio nikakuta jirani yangu ndio ile tukio lililompata. Kule hata mimi nimeshangaa sana, na kwa nasikia tu hata mke wangu aliwahi kunieleza kwamba kuna jirani yetu Marobi vyombo vinakuwa vinaungua, sikajua labda tatizo la umeme. Kwa kweli tujafuatilia tujue kwamba tatizo ni nini, labda kulingana serikali yenyewe wachunguzi zaidi za kutusaidia tatizo tukajua chanzo ni nini. Tunaombeni msaada wenu wa kuwa karibu na sisi. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Geita, Mrakibu Hamisi Shabandawa, anasema uchunguzi wa matukio ya moto katika eneo hilo umeanza ili kubaini chanzo cha kuteketea nyumba na mali za wananchi. Kwa sasa tunachunguza yote, kwa sababu hiyo siku 4 alikuwa hajatoa taarifa kwetu. Baada ya kufika kwenye tukio la pili ndio tupata taarifa ile tukio la 4. Lakini moto wake unaonekana una mkanganyiko kidogo, kwa sababu wanasema unawaka mahali afu unazimika. Kwa hiyo tumeamua yote tuyafanyie uchunguzi tuone nini kinachosababisha huo moto. Kama ni chanzo ni nini tujue, kama ni hali nyingine tutaeleza, kwa sababu kuna mioto mingine inaweza ikawa inaendana na mambo ya mila na desturi.